Hivi unajua ile ilikuwa ni birthday ya mtoto wa mwaka mmoja. Ambao kwenye ile birthday kulikuwa na wazazi wa Mario. Kulikuwa na ndugu wa karibu wa Mario. Na wazazi wengine wa familia ya upande wa pili ambao wale hawajui maisha ya mitandaoni. Alafu inatokea eti bibi unaenda unakatika kwa mkwe. Yaani tena umemsogelea mkwe sasa unamkatikia. Kweli wale wazazi watajifunza nini, wataona nini? Na maana wataona ile sio familia ambao mtoto wao anapaswa kuingia. Kwa hiyo vile vitu walifanya drama nyingi, mama mkwe yani bibi unakwenda unakisiana na mualikwa mbele yao. Harmonize. Yes. Hivi unafikiri ni kitu ambacho ni cha kawaida? Zile drama wangesema pembeni lakini sio kwenye birthday ya mtoto. Yeah. Wapo ambao wanahisi pengine kurudiana kwao huku kutapelekea sasa hatimaye tuone ndoa kati ya hawa watu wawili. Wewe pia pengine unaona Harmonize na Kajala wakienda kuoana kutokana na hizo pilika pilika walizopitia hapo katikati? Mimi sioni ndoa. Ila naona kwamba huyu dada anatumika tu na anapoteza muda, yani muda mkubwa sana katika maisha yake. Kwa sababu mtu aliyekuacha na akawa na watu wengine na akakusahau, then wewe mwenyewe unakubali kurudishwa kwa kapesa au kwa gari ambayo imeandikwa tu plate number. How do you know kama ni ya kwako? Kwa hiyo ni kitu ambacho anatakiwa jitafakari sana. Hakuna ndoa bali ni kupotezewa muda. Yeah. Harmonize anamtumia kwa ajili ya mambo yake. Anamtumia kwa ajili ya kazi zake za muziki, drama. Unajua sisi wasanii maisha yetu ni drama. Kwa hiyo kaona kuna ule mtu wake wa wepesi, yani mrahisi kumpeleka anavyotaka. Kwa hiyo kaona yule ndio anamfaa, ndio maana anaweza kumtumia na kumwacha. Yeah. Harmonize wanasema ni mtu wa kupenda wanawake wenye shape, na nakumbuka kumbukumbu zangu pia agi zishapita sana DM. Yaani hivi ndo ziliachaga kabisa. Okay. Sio mbaya ukitusana tu kwamba tunachatigi bwana, tunapiga story tu za kawaida. Hapana. No. Wewe na Harmonize mnawasiliana? Hatujawahi kuwasiliana. Hauna namba ya simu? Sina. Kabisa. Serious. Sio hadhi yangu. Instagram moja. Sio hadhi yangu. Kwa sioni umuhimu wa kuwasiliana naye. Yaani hakuna namna ambayo inaweza kufanya ikatokea wewe kudate na Harmonize? Haiwezekani na haiwezi kutokea. Haiwezi kutokea. Siwezi kudate na Harmonize. No. Kwa sababu naona tu sio mtu ambaye anafaa kuwa na mimi. Hata kuwa karibu na mimi. Hapana. Na sijawahi kuwa naye karibu kwa hiyo. Kitu ambacho kimoja ambacho kinakufanya uone kwamba siwezi kudate hata siku moja na Harmonize? Mimi naona ni mtu ambaye anachezea wanawake. Alafu cha pili sioni kama ni mtu ambaye anaweza kukidhi huduma zangu za kila siku. Anaweza kukidhi tuseme care zangu. Kwa hiyo alafu mimi sipendi wanaume wanaokaa gym. No. No, sipendi wanaume wa gym. Wanawake zako wanawalilia wanasema wanapenda ma sex boy. Sasa ni wao, mimi kwa mimi sipendi mwanaume akiwa anashinda gym, anakaa gym, sio type wanaume mimi naowapenda. Kwa hiyo naona hatuendani kabisa. Yeah. Haina mwanaume unamtaka na unapenda ashani awe busy na vitu. Awe na akili ya kujipambanua, awe na uwezo wa kuniongoza. Ndio mimi nafanya biashara na kazi zangu. Kwa hiyo niwe na mtu ambaye naweza kushauriana naye, nifanye hiki, nifanye kile, na nishauri yani kiundani zaidi. Lakini sasa mwanaume akishinda gym, tutanishauri kitu gani? Zaidi ya kuniambia na wewe rudi mazoezini umenenepa sana. Kwa hiyo siwezi, yani mimi wanaume ambao wanaweza kunisaidia katika maisha yangu. Wewe unafikiriaga kuwa busy na gym? Mimi gym kafanya nini? Na vitu vingi vya kukaa na kufikiria vya maendeleo, vya biashara. Unakufanya urembo uzidi. Mimi wanasema Kajala ndio maana anakuwa sex bibi. Anasema anakubali ni bibi lakini yeye ni sex. Sex kwa sababu amezaa mtoto mmoja, aongeze wa pili alafu ashinde gym. Aone kama ule muda utakuwa kuwa vile. Hapana, kuna umri ukifika hata ushinde gym. Umezeeka. Yaani umeshakuwa bibi tu. Kuna vitu haviwezi kubadilishika. Yeah.
Uliniambia Harmonize sio mwanaume ambaye unaweza kudate naye, yani ikitokea akakuhitaji kimahusiano. Wapo watu maarufu ambao unaweza nikakuwa mention na ukaniambia kama ikitokea inawezekana sasa, au pengine haiwezekani pia, kwa sababu pia ambazo utaniambia. Diamond Platnumz. Mm, I don't know. Naweza kumfikiria. Yeye unaweza kumfikiria. Yeah. Kwa sababu ambacho yeye kidogo kinamweka kwenye mafikirio. Mimi naweza kusema ni mtu ambaye kidogo hata akiwa na mwanamke huwa anamkea. Yeah. Hilo. Yeah. Hiyo tu. Ikitokea kuna mtu anasema sasa hivi analandalanda anatafuta mke bwana, anasema mtu kama ana dada yake huko akae makini, anaweza akadondokewa yeye. Haji Manara. Yeah. Haji pia naweza kumfikiria. Haji unaweza kumfikiria. Yeah. Yaani mwanaume ambaye kama ikitokea akihitaji kukua unaweza ukakubali. Yeah, kwa sababu Haji ni mtu ambaye anaheshimu wanawake. Akiwa na mwanamke anafikia mpaka hatua hata kama amekutana wiki moja, anaweza kumwoa, anamheshimisha mwanamke. Kwa hiyo ni mtu ambaye naona ni sahihi. Hata akisema nataka kunioa, tunaweza kumfikiria. Yeah. Agi bwana, tunazungumza mengi sana, lakini mwisho wa siku kuna story ambazo pia mpaka leo watu bado kama unawachanganya hivi hawaelewi. Agi na Feitoto. Kuna kipindi mpaka bwana Agi anamzalia Fei, mambo ya mimba yakahusishwa. Wapo bado watu wanaamini kwamba mna mahusiano ya kimapenzi, wapo watu hawaamini. Mimi leo natamani hapa tujue kitu ambacho pengine kitatufungua na tujue kinachoendelea. Hivi una namba ya simu ya Fei? Yeah. Nayo. Unayo? Yeah. Unaweza kutuonyesha? Okay. Jamani, sio vizuri kuonyesha namba ya simu ya mtu, lakini tukipata hata jina ilivyoseviwa tutapata namna. Tuonyeshe basi. Kwa nini sasa niwaonyeshe jamani? Nataka tuone kwamba hii hapa bwana Faisal, huyu hapa bwana Kasori. Rafiki yangu nitaacha kuwasiliana naye. Ni rafiki yangu. Baki unayo. Yaani nani rafiki Ukisema. yangu? Fei. Fei. Hivyo tu. Naomba tuione. Siwezi kuamini hivi mpaka nione. Yeah. Bwana kameramani. Feitoto la Kikopa. Ndio rafiki yako ana Kikopa. Ndio rafiki yako ana Kikopa. No. Kwani huwezi kumwekea Kikopa mtu rafiki ambaye unampenda? Yaani rafiki yako. Huwezi kumpa Kopa rafiki yako. Hebu nionyeshe namba ya mama yako. Jamani. Hebu nionyeshe namba ya mama yako. Jamani, kwa nini tukiwa na rafiki kwa karibu huwezi kuweka nani? Jamani. Nionyeshe namba ya mama. Okay. Hivi hapa nje. Bae. Nataka nijue hii ni kopa linalomhusu Fei. Ni rafiki yangu tu. Yeah. Ndio apewe kopa yeye mwenyewe. Ni kwa sababu wa karibu. Mama hana kopa. Watazamaji bwana watakuwa wanajua tu bwana kinachoendelea. Sisi tunataka tu bwana tujue bwana Agi hataki kutuambia ukweli kinachoendelea. Mara mwisho mmeona lini wewe na? I think siku 4 zimepita. Yeah. Faisal bwana sasa hivi anatajwa sana na anazungumza sana kuondoka Azam, na anatajwa kwenda kwenye vilabu hivi vya Kariakoo, Simba au Yanga. Kila watu wanazungumza la kwao. Kuna wanaotamani wamuone Faisal akienda Simba pale akavaa jezi nyekundu, lakini kuna ambao wanatamani arejee nyumbani, kwa maana kwamba Yanga Africans sehemu ambayo imemlea sana pia, na mashabiki wa Yanga wengine wanakuambia wamemsamehe kwa yale ambayo yalitokea. Agi baby, moyo wako, nafsi yako itafarijika Faisal akielekea wapi? Mitaa ya Msimbazi kule Simba au akirudi Yanga Africans? Mimi kabisa yani, furaha yangu nataka Feitoto arudi Yanga. Yes. Yaani nitafurahi sana kirudi Yanga. Yeah. Sababu ndio timu uliyomkuza na timu ambayo ndio imeonyesha kipaji chake. Mpaka timu zingine zimemwona. Kwa hiyo pale ndio nyumbani ambapo Fei anatakiwa awe pale. Yes.
Na ulishawahi pia wewe kumwambia kwamba natamani urudi Yanga? Yes. Nishawahi kumwambia na anajua. Hata yeye mwenyewe anafurahi kurudi Yanga. Lakini tu unajua masuala ya mikataba na kila kitu. Lakini mimi najua Fei atarudi Yanga. Yeah. Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.